Nataka niseme hivi. Jana tuliona Natembeya alikuwa ameitwa kwa Senate kuhojiwa na kamati ya Senate kuhusu mambo ya Trans Nzoia County Government, na pia mahakama katika ile kesi ambayo Natembeya alishikwa akapelekwa kotini. Mahakama imeamua kusimamisha hiyo kesi kwa sababu Natembeya alirudi mahakamani kusimamisha hiyo kesi, na mahakama ikaamua kusimamisha kesi. Na Natembeya sasa amerudi ofisini, japo bado kuna kesi kotini. Hii mambo yenye Natembeya aliitwa hapa kwa Senate ni kile kitu naita fishing expedition. Fishing expedition inamaanisha katika hii siasa ambayo wanatafuta Natembeya, they are trying to look for anything, japo hawapati. They are trying the level best kujaribu ile kitu wanaweza pini naye Natembeya, na hawapati. Imekuwa ngumu, wameshindwa. Kwa sababu kama mtu ako na kesi kotini, kesi ya economic crimes, mnamsummon kwa Senate tena ya nini? Ile ushahidi ambayo huyu senator wa Bungoma ako nayo, Wafula Wakoli, ile ushahidi ako nayo, si asaidie EACC awapatie hiyo ushahidi ili ku strengthen hiyo case yenye Natembeya ako nayo kwa mahakama. Kwa sababu kwa mahakama, Natembeya alipokuwa kwa mahakama tarehe 3, pande ya mashtaka walisema hawajapata ushahidi, wanataka muda zaidi. Wakapewa mpaka tarehe 16 watafuta ushahidi walete. Sasa sijui kama wameenda kule Trans Nzoia kuchimba watafute hiyo ushahidi. Yaani mtu anashikwa kwanza ndio ushahidi itafutwe baadaye. Hii sheria ambayo tuko nayo hii Kenya sijui ni sheria gani. Watu ambao wako kwa ofisi in the justice system, EACC, ODPP, hawaelewi katiba ya Kenya. Hawafahamu katiba ya Kenya, vipengele ya katiba ya Kenya inasema nini. Kabla washike mtu wampeleke kotini, hawawezi kusoma katiba waelewe kwamba huyu mtu tukimpeleka kotini, what is the procedure. Hawajui. Ndio kwa sababu walipeleka Natembeya kotini, na Natembeya ametumia katiba ya Kenya. Ametumia katiba ya Kenya kusimamisha hiyo kesi, kwa sababu hao walimpeleka bila kujua katiba ya Kenya. We have people in offices ambao hawaelewi katiba ya Kenya hata kidogo. Kuna watu EACC hawaelewi katiba ya Kenya inasema nini. Hawaelewi katiba ya Kenya kuhusu mambo ya extraction of evidence. Hawaelewi mambo ya katiba ambayo vile inasema kuhusu the rights of an arrested person. Hawaelewi mambo ya katiba kuhusu mambo ya prosecution. Wanashika tu mtu, bora wameamrishwa kisiasa, shikeni fulani mpeleke kotini kwa sababu amekataa kunisupport. Wanakimbia, wanashika Natembeya, wanapeleka kotini. Kufika kotini, wanaulizwa haya, leteni ushahidi. Hakuna. Wanauliza muda waende watafuta ushahidi. Wakapewa mpaka tarehe 16. It is because we have incompetent people at EACC. We have incompetent people in the office of the Director of Public Prosecution ambao they are not keen to know what our constitution says. Na watu inafaa kukuwe na workshop, hao watu waletwe pamoja, watu wa EACC, hata watu wa ODPP wawekwe mahali. Hata mtu kama mimi ni volunteer niende kuempower kuhusu katiba ya Kenya for free as a volunteer, so that wafahamu katiba ya Kenya inasema nini, so that they can be competent
so that wanaweza fanya hii kazi ili wakipeleka mtu kotini kesi isitupwe. You must first of all, the first thing you must do is to gather the evidence. After gathering the evidence will give you a reason to arrest a person. After arresting, you present him to court with the evidence. You don't do arrest first, then evidence later. That is called political witch hunt, pure political witch hunt. Na tunaona the justice system in Kenya is being weaponized politically, is being weaponized against political opponents. And tunataka kuambia Ruto, yeye vile alichukua uongozi, alisema kwamba under his leadership he will not weaponize the justice criminal system in Kenya. He will not weaponize police against the opponents. And he's doing the opposite of what he promised Kenyans. Anatumia justice system as a weapon against opponents. Anatumia police as a weapon against opponents. Inafaa justice system iwachwe ifanye kazi yao bila kutumika kisiasa. ODPP, ofisi ya ODPP isitumiwe kisiasa, kwa sababu ile kitu ofisi ya ODPP inafanya, kwa sababu kama ofisi ya ODPP ingekuwa inafanya kazi vizuri, hiyo file yanatembea, it does not qualify for prosecution, it does not qualify. Lakini kwa sababu ODPP anaambiwa huyu mtu amekataa kutusupport, peleka hiyo kotini, ODPP ana approve tu hiyo file iende kotini, while it does not meet the legal threshold of legislation in any court anywhere in the world, but ODPP anawachilia tu hiyo iende kotini. So ile kitu nasema ni kwamba inafaa justice system yetu isikuwe weaponized against political opponents. Vile tunaona saa hii the police have been weaponized, the office of the ODPP has been weaponized, EACC has been weaponized against opponents. Saa hizi kama wewe ni governor na usupport Ruto, EACC will be coming for you. If you are an MP opposing Ruto, EACC will be coming for you. If you are an MCA or a senator opposing Ruto, EACC will be coming for you. That is not the fight. That is not hiyo sio kupigana na ufisadi. We are not fighting corruption. Those ones are jokes. When are we going to start fighting corruption in this country? When? Ni mwaka gani tutaanza kupigana na ufisadi katika hii nchi? Kwa sababu hii ufisadi umekitiri mithithi, na badala tupigane na ufisadi tunafanya siasa. Yaani mtu akiwa anapinga Ruto, huyo mtu ni mfisadi. Akiwa anamuunga mkono, yeye sio mfisadi. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Natembeya George ambaye ni governor wa Trans Nzoia County, ambaye ni the undisputed kingpin of the Western region, cannot be intimidated. He will not be cowed. Natembeya is not like Orengo. Orengo yeye ameamua, Orengo has decided to give in. Orengo ameamua ili to survive intimidation and persecution kwa join. Natembeya will not do that. Natembeya will take them head on. Natembeya hata kuwa cowed na persecution kujoin hii serikali ya bread based, serikali ambayo hakuna mahali inatupeleka. Natembeya will not do that. Natembeya will soldier on. Natembeya, whether he is persecuted or not, and we want to say Natembeya represents our aspirations as the people of Western. The things he says, he speaks really issues. He speaks issues concerning poverty in Western. He speaks issues concerning unemployment, rate of unemployment in Western. He speaks issues concerning illiterate levels in Western.
He speaks issues concerning marginalization in Western. Anaongea issues ambazo ni zetu. He represents our aspirations. And that is why we don't care what they will do to him. Hata wakiamua wamwimpeach. Kwanza wakimwimpeach itakuwa vizuri ili akuwe kama Gachagua. Gachagua wakati walimpeach Gachagua walituambia in 2 weeks Gachagua will be forgotten. Saizi Gachagua is the man giving them sleepless nights. We are praying day and night wakitaka waimpeach Gachagua. It's up to them, let them decide. Wakisha impeach Gachagua ndio ground Western ichemuke vizuri kabisa. Ichemuke kabisa. Ichemuke vile Gachagua amechemusha mlima. Hii impeachment ya Gachagua was an advantage to him. Kumbe ilikuwa advantage kwake. It was a blessing in disguise to Gachagua. Tunaomba pia wakiweza kuimpeach Gachagua muimpeach kama wanataka. Na Tembea I mean. So that achemushe Western kabisa, ichemuke kabisa. Ndio watu Western kila mtu aimbe one term. Western saizi na Tembea amemanage kuconsolidate Western 80%, inabaki only 20%. Inabaki sehemu ya Bungoma na Busia. Na Tembea ameconsolidate 80%. Vihiga ninatembea, Kakamega ninatembea, Trans Nzoia ninatembea. Inabakia tu Bungoma kidogo na Busia. Tumalize hiyo 20% to consolidate Western, then tukue one thing. But hizi kesi ambazo wanatafutia Natembea, wanatafuta sijui ya corruption, alichukua pesa ya mama mwingine bilioni 2, alichukua. Hata mimi saa hizi niko na madeni ya watu. That does not amount to a corruption case. A corruption case sio kuchukua pesa ya mtu ama kukopa mtu pesa. That is just pure politics. Hii kesi yanatembea na mambo yanatembea, the pure politics. It is political witch hunt. And the good thing in this country right now is that citizens are more enlightened. Wananchi wanaweza ku-identify and to distinguish between a fight against corruption and politics. But we want to say, as I finish, kwamba nothing will change the situation. The thing is that Ruto is a one-term president, and there is nothing he will do to change the situation, because he lost the biggest block that gave him the presidency. The biggest block that he gave him the presidency, he lost it. He will not get anywhere in the numbers to replace the votes that took him to State House. Hakuna mahali atapata hizo namba, na Waswahili wanasema siku ya nyani kufa miti yote uteleza. Asanteni.